Sasa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ndugu wananchi, katika kutekeleza hiyo azma ya mapinduzi, inaendelea kutekeleza sera ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2025 pamoja vile vile na mpango wa uwekezaji wa sekta ya maji wa mwaka 2022-2027. Lengo kuu la sera hii pamoja na mpango huu ni kuhakikisha kwamba tunapata maji safi na salama kwa wananchi wote wa mijini na vijijini. Lakini vile vile lengo jingine ni kuimarisha miundombinu ya maji kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi. Nadhani wengi tunajua kutokana na mabadiliko haya kumekuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji. Mabadiliko ya tabia nchi, lakini mabadiliko vile vile ya kijamii, ikiwemo ujenzi unaoendelea, kilimo pamoja na ufugaji. Lakini vile vile lengo jingine ni kupunguza utegemezi wa nishati ya umeme wa kawaida kwa kutumia nishati jadidifu ikiwemo nishati ya jua. Na hili tunaona hapa kama tulivyoelezwa kwamba hata pumps ambazo zitakuwa zimewekwa hapa pamoja na schemes nyingine ni zile ambazo zinatumia nishati ya jua, kwa sababu pamoja na changamoto ya maji, nchi yetu vile vile inakabiliwa na changamoto ya umeme. Kama tunavyojua kwamba Zanzibar watu wake wameongezeka kwa asilimia kubwa. Kwa kila mwaka tunakuwa kwa asilimia 3.7. Ni asilimia kubwa ukilinganisha na maeneo mengi duniani. Wenzetu wa kampuni hii ya NEC wakasema sisi tupo na tutakuja kushirikiana na wananchi wa Zanzibar katika kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miundombinu hii ya maji. Kwa hiyo katika miradi ile ya EPC plus finance pamoja, huu ni mradi wa kwanza katika utaratibu huo kwenye huduma zetu za jamii. Hongera sana, tunawashukuru sana kampuni ya National Energy Center. Mradi huu kama ambavyo tumeelezwa utakuwa unahudumia wananchi wapatao 1043 na kuleta manufaa makubwa ikiwemo vile vile kuimarika kwa shughuli za kiuchumi. Lakini haya ni mapinduzi ya kipekee. Kusema kweli, tangi hili ambalo tunaliona ni design ya kipekee, inawezekana ikawa ni ya mwanzo. Labda sijaona Tanzania, sijaona. Hii ni design ya pekee. Ni lazima hili jambo tunaona kutokana na changamoto ambazo zimeendelea kuikumba hususan mkoa wetu wa Kaskazini, hususan vile vile katika jimbo letu la Nungwi. Hii ni design ambayo tunaamini kwamba itakuwa ndio sustainable, endelevu. Kiukweli hapa imetumika teknolojia ya hali ya juu, na ndio maana lazima tuungane kwa pamoja kuwapongeza sana wenzetu wa NEC ambao wao ndio wanabuni, wao wanajenga, lakini na wao vile vile ndio wanaotafuta fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haya maji yanapatikana kwa wananchi 1043 katika sehemu hizo ambazo nimezitaja. Lakini kubwa zaidi tumezungumza hapa, wananchi hususan vijana, nyinyi ndio muwe walinzi wa miundombinu hii ya maji. Vijana lazima nyie ndio muwe walinzi. Mwenyekiti wetu wa chama mkoa huu amezungumza vizuri. Vijana, msitumike katika kuharibu nchi yenu, ikiwemo vile vile miundombinu hii ya maji na umeme na miundombinu mingine. Na hapa nilimuuliza katibu mkuu kama sheria yetu ya maji inakidhi kuweza kusimamia miundombinu hii ambayo sasa hivi inaendelea kuwekwa. Akanambia tuko katika mchakato wa kuibadilisha sheria yetu. Katibu Kilangi, tufanye haraka sheria yetu mpya kwa ajili ya kusimamia miundombinu hii ya maji, uhakikishe muda sio mrefu inafika serikalini, tuanze mchakato na tuipeleke katika Baraza la Wawakilishi, ili lile jambo ambalo limezungumzwa la kuwa biashara ya maji ikatazwe, nadhani sheria ile iende ikazingatie yale masuala hayo, kwa sababu kuna watu ambao hawaitakii mema nchi yetu. Wanachojali wao ni kupata kwao
Kwa hiyo wao wanashirikiana pamoja na wahalifu wengine katika kuharibu miundombinu ya maji. Huu ni mkopo ambao serikali imechukua, itakwenda kulipa baadaye. Kwa hivyo basically hizi ni fedha zetu wananchi. Tusiruhusu watu wengine wakatutia hasara na kutupa gharama ambayo si sahihi. Kwa hiyo natumai kwamba vijana tumelisikia hili, viongozi, waheshimiwa masheha pamoja na madiwani tumelifahamu hili.